Tunachokiona ni chakula. Ni chakula ambacho mara nyingi watu wamekuwa kukipenda kwa sababu ya kuvutia. Tuna ugali, tuna kuku, tuna mboga za majani. Hiki chakula kiujumla hakiko kiafya zaidi, hakijazingatia afya ya mtumiaji. Ukianza ugali ni nafaka iliyosafishwa na kukobolewa. Tayari unaenda kula matap-tapu. Ukija kuku, huyu kuku ni broiler. Kuku ambaye anakuwa kwa wiki 4. Ni kuku ambaye ameshakaangwa kwa kutokota kwenye mafuta. Ili ule kuku mwenye afya hata kama ni broiler, ulipaswa uchemshe, utoe ngozi, kisha utumie tangawizi nyingi pamoja na ndimu na kitunguu. Madhara yangepungua kwa asilimia kubwa na angefaa kwa matumizi. Lakini pia kuna mboga za majani. Ni mboga ambazo haziko kiafya kabisa. Kwa sababu kwanza zimeungwa viungo vingi kwa ajili ya kuongeza ladha. Alafu zimeiva kwa dakika almost 30 kutokana na aina ya viungo vilivyokuwemo. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba haiendi kumsaidia mtumiaji. Na mara nyingi wanaopata changamoto wanaenda kuongeza sukari kwenye mwili, kuongeza sumu. Ndio maana matatizo ya figo, ini pamoja na moyo hayaishi kwenye maisha yetu ya kila siku. Matatizo ya utumbo pamoja na tumbo hayaishi kwenye maisha yetu kwa sababu ya kula vyakula vyenye sumu ya namna hii. Tunakula vyakula ambavyo haviwezi kusaidia. Mtu anakuja anasema anatumia mboga za majani, kwa nini damu bado inaisha? Lakini mboga za majani anazozitumia ndio kama hizi ambazo tunaziona hapa. Badala yake ulitakiwa utumie nini? Ugali kula, lakini pendelea kula dona, nafaka ambayo haijakobolewa. Kula. Lakini pia kula kuku hata kama ni broiler, kwa sababu kuna mazingira ambayo sasa hivi kuku ni adimu kupatikana. Kula, lakini kula kuku, weka kitunguu, tangawizi na kitunguu saumu na ndimu ya kutosha ili kupunguza kiwango cha sumu kwenye kuku. Lakini usipende kula ngozi za kuku wa aina hii, usipende kula kichwa ama miguu, kwa sababu ndio maeneo ambayo sumu zinahifadhiwa kwa kiwango kikubwa. Tofauti na hapo, unaweza ukala vyakula vingine kama vyakula vya mizizi, magimbi, viazi, viazi mbatata. Kula kwa wingi ili kuboresha afya yako na kujikinga dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza.